Bwana Yesu asifiwe mpendwa, popote unaponisikiliza. Ninayekuletea ujumbe wa neno la Mungu, mimi ni mwinjilisti Fred Njige. Nakuletea somo linalohusiana na Yeriko. Yeriko inaaminika kuwa ndio jiji pekee la zamani lililopo mpaka sasa. Yeriko ni mji wa zamani sana. Israeli baada ya kuvuka mto Yordani, mji wa kwanza kutwaa ulikuwa ni Yeriko katika safari yao ya kwenda Kanaani. Kutoka Yerusalemu mpaka Yeriko hakukuwa mbali. Ulikuwa na umbali mfupi wa kama maili 17. Tunajifunza kutoka katika kitabu cha Luka 10 mstari wa 30. Kutoka kwa yule Myahudi aliyepigwa, baadaye akaja akasaidiwa na Msamaria aliyekuwa anapita mahali pale. Maandiko yanasema alikuwa akitoka Yeriko, alikuwa akitoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Katika Agano la Kale, Yeriko ulikuwa ni mji maarufu kwa kulima mitende. Tunasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 34 na mstari wa 3, na kitabu cha Waamuzi 1 na mstari wa 16, lakini pia katika kitabu cha Nyakati 28 na mstari wa 15. Yeriko ulikuwa ni mji uliokuwa uko mpakani, yani boda, kama vile Tunduma na Namanga ama Kenya, ama Namanga, boda iliyoko mpakani na Kenya. Baada ya kukombolewa, Yeriko ulikuja kuwa mji wa kabila la Benjamin. Ukisoma kitabu cha Yoshua 18:12 mpaka 21 utaona imeandikwa hivyo. Lakini tunaona baada ya kifo cha Musa, Yoshua mwana wa Nuni aliongoza Waisraeli wakiwa wanaongozwa na Mungu, walifanikia kuingia Kanaani na kuanza kutoa ardhi. Mji wa kwanza kutoa ulikuwa Yeriko, mji uliokuwa umejengwa kwa ngome ngumu na kuta ndefu. Biblia inasema Rahabu aliwaficha wapelelezi na kuwasaidia kutoroka, kwa sababu alijua fika kuwa Mungu anaenda kuiangamiza Yeriko. Yeriko, kabla ya kuipiga Yeriko, Mungu alimpa Joshua maagizo maalum kwa watu wa vita kuzunguka mji kimya kimya kila siku kwa muda wa siku 6, huku akiambatana na makuhani ambao watakuwa wana kazi ya kupuliza pembe za kondoo na kubeba sanduku la agano kama ishara ya uwepo wa Mungu ndani yao. Na siku ya 7 wana wa Israeli walitakiwa kuuzunguka mji wa Yeriko mara 7 siku moja. Na baada ya kumaliza kuzunguka mji wa Yeriko, wana wa Israeli walipaswa kushangilia kwa nguvu na makuhani kupiga tarumbeta kwa nguvu, na hatimaye kuta za Yeriko zikaanguka. Majeshi ya Israeli yakaingia ndani kwa haraka na kuangamiza kila kitu, huku akimwacha Rahabu na familia yake. Baada ya kuiangamiza Yeriko, Joshua alitoa laana kwa kila atakayejaribu kujenga Yeriko tena. Ukisoma kitabu cha Yoshua 6 mstari wa 26, kwa hivyo tunaona mji wa Yeriko ulibaki magofu kwa miaka zaidi ya 500. Ilikuwa mpaka wakati wa nabii Elia na Elisha. Maneno ya nabii wa Yoshua yalikuja kutimiwa mara baada ya Hieli Mbetheli kujenga tena mji wa Yeriko kwa gharama ya kufiwa na watoto wake wawili. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza 16 mstari wa 34. Yeriko kama mji wa kwanza kuanguka kwa wana wa Israeli walipokuwa wanaelekea Kanaani. Mji wote wa Yeriko ulitolewa kwa Mungu. Kitabu cha Joshua 6 mstari wa 17. Biblia inasema wana wa Israeli hawakupaswa kuchukua chochote cha mateka. Joshua alitoa amri kwamba fedha zote na dhahabu na vitu vya shaba na chuma vitatolewa wakifu kwa Bwana, moja kwa moja kwenye chombo cha hazina. Ukisoma mstari wa 19 utaona kuwa mji wa Yeriko ulikuwa umetolewa kama fungu la 10 kwa Mungu aliyewapa Israeli ushindi. Watu wa Mungu walikuwa wanampa Mungu kwanza sehemu yao ya 10. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba Akani alizarau maneno ya Yoshua akachukua vitu vya mateka ya Yeriko
na kuvipeleka katika familia yake, na hivyo kuisababishia yeye mwenyewe laana na familia yake. Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Yeriko ni mji wa ajabu. Tunaona wakati wa agano jipya Bwana Yesu Kristo pia alifika Yeriko. Ukisoma kitabu cha Luka 18 na mstari wa 35. Biblia inasema amen. Luka 18 na mstari wa 35. 18 na mstari wa 35. Biblia inasema, ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Na alipowasikia makutano akipita, aliuliza, kuna nini? Kuna nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Basi wale waliomtangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, e mwana wa Daudi unirehemu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Bartimayo, imani yake ilikuja kwa kusikia. Inakadiriwa kuwa alikuwa ni mtu mzima mwenye miaka zaidi ya 40. Aliishi muda mwingi njia panda, sehemu aliyokuwa anafanya shughuli za ombaomba. Yeriko, kama nilivyoelezea mwanzo, ilikuwa ni mji uliokuwa mpakani kama hivyo na Manga, njia ya Kenya na Tanzania, kama hivyo na Manga, njia ya Kenya na Tanzania, ama Tunduma ya Tanzania na Zambia. Kwa hivyo Yeriko ulikuwa ni mji wa mpakani, mji uliokuwa umepakana na nchi ya ahadi ya Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, hivyo tunaona katika agano jipya mji wa Yeriko ulikuja kujengwa upya na Herode na kupewa kabila la Benjamin, na hivyo kuwa mkoa mmojawapo katika miji ya Israeli. Sifa mojawapo kubwa ya Yeriko ilikuwa ni mji wenye ombaomba wengi. Lakini pamoja na hayo, Bartimayo alikuwa ni kipofu wa tofauti kidogo. Bartimayo alikuwa ni kipofu aliyejua kuwa Yesu Kristo hakuwa mtu, bali alikuwa ni Mungu. Amen. Aliyevaa mwili. Hii yote huenda ilitokana na maneno aliyoyasikia kijiweni kuhusu Yesu wa Nazareti, miujiza mbalimbali aliyokuwa akisikia kutoka sehemu mbalimbali za Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Bartimayo alikuwa na miaka zaidi ya 40, na huenda alisikia kuzaliwa kwa Yesu, na huenda alisikia kwa wazazi wake waliokuwa wamesoma katika kitabu cha Isaya 17 na mstari wa 14. Na wakati mwingine tunaona maandiko, pengine Bartimayo alisikia taarifa kwamba Yesu amemponya mwana pekee wa mjane aliyekuwa amefuka kule Naini, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Luka 7 mstari wa 11 mpaka 17. Na huenda alisikia kufufuka kwa Lazaro. Tunasoma kitabu cha Yohana 11:38. Tunaona pia huenda alisikia, imani yake huenda ilikuja kwa kusikia, baada ya kusikia kulishwa kwa watu 5,000. Na huenda pia imani yake ilikuwa kwa kusikia kwamba Bwana Yesu amemfufua mwana wa Yairo. Pia huenda alisikia kubadilika kwa maji kuwa divai. Lakini pia huenda pia alisikia Yesu akiwa na miaka 12. Maprofesa wa Israeli walikuwa wakimsikiliza kwa muda wa siku 3. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona Bartimayo alitamani sana kumwona Yesu, ila hakuwa na uwezo wa kumfuata alipokuwa sasa. Kama kawaida yake, siku moja akiwa kijiweni kwenye shughuli yake ya omba, Biblia inasema alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Naye aliposikia makutano yakipita, aliuliza, kuna nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Hapa ndipo balaa lilipoanzia. Biblia inasema akapiga kelele akisema, Yesu